Kutokana na tukio la moto uliotokea Aprili 4 ya mwaka huu 2026 umeripotiwa kuteketeza zaidi ya vibanda 500, jambo ambalo ni pigo kubwa la kiuchumi kwa wafanyabiashara wadogo katika eneo la Ubungo Mawasiliano. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba hii leo ametembelea eneo hilo ikiwa ni Aprili 6 ili kutoa pole, kutathmini uharibifu na kuzungumza na wahanga kuhusu hatua zinazofuata, ambako kuna malalamiko mazito kutoka kwa wafanyabiashara kwamba mtumishi mmoja wa serikali alitoa kauli ya kikatili wakati moto ukiwaka, akidai kwamba moto huo ulikuwa fundisho kwa sababu aligoma kupisha mradi wa maendeleo uliopangwa katika eneo hilo. Jina langu ni Emmanuel Pona, Scout Television, nimekuandalia undani wa taarifa hii. Ndugu zangu wana Dar es Salaam, nimesema na nitaendelea kurudia kusema, tuendelee kuwa wadau wa amani ya nchi yetu. Hapa Dar es Salaam tumeendelea kudhania swala la usalama ni la vyombo vya usalama. Hapana. Jambo linalohusu usalama wa raia na mali zake na nchi yetu ni la kila Mtanzania. Wamekuwa wakijitokeza watu wanakaa, wapo tu kwenye, mnaona hawaendi hata maeneo ya wazi. Unajua kuna loji fulani ama nyumba fulani wameigeuza kuwa loji, watu hawajulikani wametoka wapi, halafu tunakaa nao na hatutoi taarifa. Hayo ni mambo ya hatari kwa nchi yetu. Kuna siku tulikuja kukamata nyumba moja hapa, na nikupongeze sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Ina watu wa mataifa matano tofauti wako kwenye loji moja, na wapo tu na hawana kazi wanayofanya. Kwa ajili ya mahusiano ya kimataifa na mwanadiplomasia nguli hapa Profesa Kabudi yupo, sitawatajia yale mataifa. Lakini hao watu wanaendaje, wanakaa loji bubu, hawana kazi wanayofanya, haijulikani wameingiaje, halafu na sisi tuko majirani tunawaona hapo na tunaona jambo la kawaida tu. Hii kwa majira ya sasa si jambo zuri. Lazima kila Mtanzania ashiriki kwenye masuala ya usalama na ulinzi wa nchi yetu. Amani katika eneo husika, mnufaika wa kwanza ni yule mwananchi wa eneo hilo. Wanasema hii sio mtu anapewa hela yuko wapi huko, alafu anakuambia nenda kafanye fujo pale Sinza simu 2000. Yeye yuko kule ananyosha na miguu yote, ameweka chai ya moto na kinywaji cha baridi.